onyo kwa yule ambaye atajaribu kutaka kujaribu, atakuja kushughulikiwa kwa jinsi ambavyo vyombo vimejipanga, kwa sababu mtu ukitaka kuleta doa ya aina yoyote, nchi haitavumilia, kwa sababu nchi hii ni kubwa kuliko mtu yoyote mmoja mmoja. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Tanga Balozi Batilda Buriani ametoa onyo kali kwa wananchi ama kikundi kuto kujihusisha na maswali mbalimbali ya uvunjifu wa amani, kwani serikali imejipanga kikamilifu kutunza amani na usalama kipindi chote kuelekea uchaguzi mkuu. Mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Batilda amesema hayo kwenye mkutano wake na waandishi wa habari akiwa na kamati ya amani na viongozi wa kisiasa mkoa wa Tanga, na kueleza kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayehusika kufanya uchochezi dhidi ya uvunjifu wa amani. Niseme tu kwamba tuko kama taifa, tuko katika hatua muhimu kwa mustakabali wa nchi hii. Na kama serikali haitakubali nchi iende katika vurugu au atokee mtu yoyote atakayeshawishiwa kwa njia yoyote. Kwa hivyo tuende tukijua kwamba amani ipo, usalama upo, na shughuli hii itafanyika katika hali ya amani, ya utulivu kuliko kawaida. Na sisi hapa Tanga ni katika mikoa ambayo wala hatuna wasiwasi wala hofu, kwa sababu tumezoea kuwa na umoja wetu. Si hapa vyama vyote viko hapa kasoro kimoja, na kuwepo kwetu hapa wote ni dalili kwamba sote tunaamini kile kinachokwenda kufanyika, na sote tunakubaliana na kwamba tunataka tuende katika uchaguzi tukiwa wamoja, tukiwa na amani, na maisha yaendelee baada ya uchaguzi. Lakini kwa upande mwingine vyombo na vyenyewe vimejipanga kuhakikisha kwamba wananchi watapiga kura kwa amani. Wananchi watakwenda, matokeo yatatoka kwa amani, na baada ya uchaguzi kutaendelea kuwa na amani. Tumejipanga katika maeneo yetu yote. Kama mnavyojua, sisi ni mkoa wa jirani ambao tumepakana na nchi jirani. Kwa maana hiyo mipaka yetu yote tumeidhibiti, na bahati nzuri sisi hapa tuna vikosi vyote vya jeshi, kwa maana ya jeshi ya ardhini, jeshi la angani na jeshi la majini. Wote wako timamu kuhakikisha kwamba hakutakuwa na influence ya mtu yoyote kutoka eneo lolote la majini, la ardhini, la baharini kuja kutaka kuhakikisha kwamba Tanzania haifikii hazma yake ya kwenda katika uchaguzi na hatimaye kutangazwa kiongozi na viongozi wengine. Kwa hivyo tu mimi nitoe rai kwamba tuendelee na umoja na mshikamano huu, na tuwe na imani hasa kwamba tuko salama na tutamaliza salama, na tutakwenda kutangaza viongozi wetu salama, na maendeleo ambayo tumekuwa tukiyazungumzia kupitia ilani zetu yatakwenda kutekelezwa. Nitoe tu onyo kwa yule ambaye atajaribu kutaka kujaribu, atakuja kushughulikiwa kwa jinsi ambavyo vyombo vimejipanga, kwa sababu mtu ukitaka kuleta doa ya aina yoyote, nchi haitavumilia, kwa sababu nchi hii ni kubwa kuliko mtu yoyote mmoja mmoja. Mimi wakati nasoma, kuna vitabu kwa tunafundishwa, kuna kisa cha mama alikwenda na mwenzake, wakasema tutoke na watoto wetu. Mmoja kumbe kashikafunga jiwe. Aliyedanganywa akachukua mtoto, kufika mtoni akasema bwana, maji ni mengi, bora tutupe watoto wetu. Yule akatupa, akifikiri mwenzake na yeye akatupa mtoto, kumbe yeye mwenzake alitupa jiwe. Kwa hivyo na sisi tusije tukadanganyika, kwa sababu kuna watu wanaopiga makelele wako Ulaya, Marekani. Na tumeona juzi jana sio wametesti maandamano, wametoka watu 3. Sasa hata huko kwenyewe diaspora haiungi fujo zinazotambazwa mitandaoni na watu wachache. Kwa hivyo sisi hapa tulioko nyumbani, ambaye amani inatuhusu zaidi, ushikamano na utulivu unatuhusu zaidi, tuhakikishe kwamba tunakwenda, tunaongea na vijana wetu, tunakwenda kupiga kura. Tena sisi tumeomba sana, tunaombeni sana tuonde mapema kabisa, tuende tukapiga kura, ili wale wanaosubiri waone fujo waaibike.
na hii Tanzania itaendelea kusonga mbele. Na sisi kama jeshi la polisi tunasema amani, utulivu na usalama ni jukumu letu sisi sote wa Tanzania. Kwa hiyo Watanzania wote tuendelee kuhakikisha hii amani inakuwepo. Kwa mtu yeyote ambaye anafikiri kwamba anaweza akaharibu amani ya nchi asijidanganye. Jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tumejipanga vizuri kama alivyoeleza mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama kwamba sisi vyombo tuko vizuri sana kuhakikisha uchaguzi, sasa kipindi cha uchaguzi, lakini siku ya uchaguzi yenyewe na baada ya uchaguzi kwamba amani ya nchi itaendelea kutamalaki, kwa sababu tuna wivu mkubwa sana wa amani ya nchi. Kwa hiyo kama jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama hatutakubali kuona amani ya nchi inatoweka. Kwa hiyo niwahakikishie tu wananchi siku hiyo wasiogope, watoke waende wakapige kula, wasiadaike na hizi taarifa ambazo wanaziona kwenye mitandao. Hizi taarifa za kwenda kwenye mitandao nafikiri tu ni za kutaka tu amani ya nchi itoweke ya watu wachache sana, lakini sisi kama jeshi la polisi tumejipanga vizuri sana kuhakikisha yoyote yule ambaye anafikiri anaweza akaharibu amani ya nchi tunamshughulikia kikamilifu kwa mujibu wa sheria. Narejea tena, nadhani mgombea wangu wa urais Gombo Samandito Gombo kupitia chama cha wananchi CUF alisema sisi chama cha wananchi CUF tunawaambia watu waingie kwenye uchaguzi, kwa sababu tukifanya maandamano uchaguzi usipofanyika utaahirishwa, ukiahirishwa kuna siku utafanyika. Unaona bwana. Sasa sisi kama CUF tunasema wananchi wetu waingie kwenye uchaguzi. Uchaguzi huu tumekaa kuanzia ngazi za kitaifa, viongozi wa vyama wenye viti wa kitaifa wamekaa na msajili wa vyama na tume ya uchaguzi wamezungumza na wakataka uchaguzi huu uwe huru na wa haki na kasoro zinazojitokeza ziondolewe, na wakatuelekeza na sisi huku chini tunapoingia katika vikao vya kuanzia kwenye ngazi za wilaya, ngazi za mikoa, na sisi pia tutoe hoja za kasoro zinazojitokeza, lakini pia tutoe hoja za kuona kuna jambo fulani lina kasoro, hili lirekebishwe ili watu tufanye uchaguzi. Na mimi naamini kwa mazingira ambayo tunayaona yawezekana kabisa uchaguzi huu ukawa huru na wa haki. Shukuru Mungu kwamba katika mkoa wetu wa Tanga sisi viongozi wa dini tulikuwa mstari wa mbele kila siku kufundisha, kukemea, kuwashauri waumini wetu juu ya amani, lakini pia umuhimu wa uchaguzi na kuwashirikisha namna ya kwenda kufanya uchaguzi wa kuchagua viongozi wanaowafaa katika nchi yao. Kwa hivyo leo ninachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba zoezi hilo linaendelea, na najua hakika kwamba uchaguzi unakaribia tarehe 29 Oktoba, na waumini wetu wengine wote wako tayari katika kufanya uchaguzi, na najua ni uchaguzi ambao utafanyika kwa amani na utulivu kama ilivyo desturi yetu sisi wa Tanzania.